Kijiji cha Emukangu katika eneo bunge la Butere kimegeuka kuwa kitovu cha maombolezo baada ya viongozi, wasomi na marafiki kujumuika pamoja kumwaga Profesa Clement Meshak Onyango, msomi mashuhuri aliyeacha alama kubwa katika elimu ya taifa. Harusi ya mwisho, shangwe vigelegele. Profesa Onyango alihusiana na taasisi mbalimbali duniani akisaidia kuvumbua na kuendeleza elimu katika nyanja tofauti. Familia yake ikiongozwa na mkewe Profesa Ruth Onyango ilidokeza kuwa marehemu alikuwa nguzo kuu katika ulimwengu wa elimu na mchango wake utaendelea kukumbukwa kwa vizazi vijavyo. I haven't shed a tear since Mzee went, and I won't. This is a second harusi for us, so why should I cry? Azokuba 83 June 19. Nasenje kuba 80 omweka kun. Jumulela. Eje ndiyakhaba ni shaka. Ndakhaze ko msaza undihanda. Ndola no 1968 ali nechiro kuti America okumujoina. For me, I've lost just not a parent but a mentor. Papa wanje abere nenda so much love. Ya chama hutseha. Abere nabo la no tseha otseshe sinjali nani. Ya chama bana bosi nende mama wanje. And I think all of us are so different. Kulishinga nende a piece of him in all of us. Kutoka chuo kikuu cha Nairobi, viongozi waliokuwepo walisisitiza kuwa Emeritus Profesa Onyango alikuza wasomi wengi na mchango wake uliweka mwanga wa maarifa kwa vizazi vingi. As the chairman of the Department of Philosophy and Religious Studies, Professor Onyango provided visionary leadership that strengthened academic programs, promoted collegiality among staff, and advanced the growth and reputation of the department. His leadership was marked by wisdom, fairness, and a genuine concern for both students and colleagues. He remained a respected elder scholar whose counsel and experience continued to inspire many within the university community. As a university community, we join you in celebrating a life that was rich in purpose, service, and impact. Though Professor Onyango is no longer with us physically, his legacy will continue to live on through the students he taught, the colleagues he mentored. Katika mahubiri yake, Askofu Rosso Keno wa kanisa la Kianglikana Dayosisi ya Butere alihimiza wanasiasa kuendeleza siasa za amani na kuepuka vurugu. Aliwasihi Wakenya kuwa makini katika uchaguzi mkuu ujao na kuwachagua viongozi bora watakaowaletea maendeleo. As a church are praying that our brother and sister politicians will be careful with the utterances they make in public, because we have a country to protect. We are a peaceful country, and we would love to remain peaceful, because there's nothing we will do without peace. In any country, there isn't, even the church. There's no way you will preach at peace when there's no peace in the country. And it begins small, like the things we have started experiencing and hearing, those utterances in public that seem to be breeding hatred and bitterness. We pray that Lord, in His mercy, will help our brothers and sisters and anybody who is involved in those engagements to be careful. Seneta wa Kakamega Boni Khalwale alikashifu viongozi wa magharibi kwa kuunga mkono serikali ya Kenya Kwanza ili hali wananchi wanakosa maendeleo. Alisema badala ya kushughulikia changamoto za wananchi, viongozi hao wanakutana Naivasha kujadili maneno yasiyo na manufaa kwa wakazi wa eneo hili. Kama seneti wahala kama tieru wanyola 454 billion to go for county governments, but out of this khutba senator baluya khwaka sana ibuluye yenu khwale ratieru 60 billion, na ndani ya hiyo 60 billion
20 billion itaenda kwa Kakamega County. That is the work of senators. MPs, 12 of them, plus woman MP, 13. Hurra Ibluya. Si barabara tiura rudo na wala na lomba yuko Shukuri Stadium Airport. Ni mahoba butswa. No karere wote sendi mu budget shikarika toto. Ndio ninaambia hawa waheshimiwa wakae chini, maneno ya kurukaruka wakituambia two term ni upusi, watuambie wameweka bilioni ngapi kwa miradi zetu kule manya Waluya. Wana beru mukolo nenda nunde bajumbe beru bamenya mu hoteli Naivasha. Habukono ukutie weneyo kupanga mahubo ki budget kambola yaka bali weneyo bapanga yibe kwa kura yenye tunaenda, wewe utakuwa hii, wewe utakuwa hii na mimi nitakuwa hii. Ninawaambia waheshimiwa kwamba mtu mwenye ataamua ni nani atakuwa MP, MCA, Senator, Governor hapa Luyaland sio mkutano ya hoteli Naivasha. Mkuja nyumbani, watu wenye kuamua ndio hawa. Profesa Clement Onyango ataendelea kukumbukwa kama mwanga wa elimu aliyeacha urithi wa maarifa na matumaini kwa taifa. Nikiripotia Kurunzi, jina langu ni Habat Mbai.